Ujambo na karibu katika kipindi cha wafahamu wagombea urais. Kipindi cha mwisho kati ya mlolongo wa vipindi ambao tulikuwa tunakuletea ili ufahamu sera na vipaumbele vya wagombea hawa ambao walikwenda kwa wananchi kujinadi. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanawashawishi ili wapigie kura Oktoba 29. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye kipindi hiki ambacho tunamalizia ile orodha ya wagombea hawa ambao tulipata nafasi ya kuzungumza nao. Leo ni zamu ya chama cha Sauti ya Umma, ITASAU, inatosha, na ambaye tumemwalika hapa ni Majalio Paul Kiara. Hii Majalio katika lugha ya kawaida kabisa ya Kiswahili unaweza ukasema Majaliwa. Karibu sana. Asante sana kaka. Kwema? Nashukuru Nurdin. Mambo anasemaje? Salama kabisa, na nashukuru sana Azam kwa kunialika ili tuweze kupitia ninyi basi tuweze kuzungumza na Watanzania wenzangu juu ya nini kama mimi kama Kiara, lakini chama changu cha Sauti ya Umma tumejiandaa au tuna malengo gani endapo Watanzania watatupa kura nyingi za ndio kuwezesha kuendesha nchi yetu hii ya Tanzania. Tupo dakika za mwishoni kabisa. Ukiangalia namna ambavyo umepiga kampeni zako kwa kipindi chote hicho, mapokeo ni yapi? Kwa kweli mapokeo ni mazuri sana, na kwa kweli ni nafikiri inawezekana ni vyama ambavyo wananchi wametupokea vizuri na inaonekana kama walikuwa na kiu ya sisi kuweza kuwafikia. Kwa hiyo niweze kusema mapokeo yamekuwa ni mazuri sana, ni positive. Ni kwamba tu ni jukumu lao sasa tarehe 29 wakajitokeze kwa wingi, wakatupe sasa zile kura nyingi ambazo tuliziona huko vijijini na mikoani, basi wakapate kutupatia ili kwa pamoja tuweze kwenda kuijenga taifa letu Tanzania. Unayatarajia hayo mara baada ya kunadi masuala kadhaa. Tuanzie kwenye ila uamuzi wenu iwapo Watanzania watawapa ridhaa ya kuongoza. Mnasema kwamba mtawekeza kwenye utafiti wa mimea tiba. Kwa nini mnaona kwamba kuna umuhimu wa kuwekeza kwenye eneo hilo? Tumejaribu kuangalia kama ilani yetu inasema kilimo, viwanda na teknolojia. Sasa kupitia kilimo, kwanza tumeliona kuna changamoto kubwa sana ya magonjwa, ambayo magonjwa mengi yanatokana na ulaji ambao si sahihi wa kwetu sisi binadamu au wa kwetu sisi wa Tanzania. Na kwa bahati nzuri kwa Tanzania nzima ni kama ameachiwa Profesa Janabi tu ndio anapambana na hili. Sasa na sisi SAU tumewahi kuliona hili, na ndio maana pia tumeliweka kwenye ilani yetu kwamba tunaamini endapo tukiweka kipaumbele kwenye kilimo, ukiachilia mbali mambo ya ajira na mambo mengine, lakini tuna uwezo wa kuponya Watanzania wenzetu kiasi kikubwa. Kwa sababu huko miaka ya nyuma, tena ukienda kanda Kagera kule na kanda Ziwa, wana miti dawa mingi sana, mimea tiba mingi sana, ambayo sasa wazee wale miaka inavyozidi kwenda wengi wanazeeka na wengine bahati mbaya wanafariki. Sasa hawajaacha urithi wa mimea huu. Ukiuchukua ukachanganya na huu kwa kiasi hiki, ukimpa mtu mama mjamzito atazaa salama, ukimpa kijana mwenye shida atazaa, ukimpa mzee atafanya hivi. Kwa sasa ule urithi tunakwenda kuupoteza kama Watanzania, na ni Mungu ametupa bure. Sasa sisi tukasema ni lazima turejee kwenye uasili wetu kwenye masuala ya kilimo, lakini pia turejee kwenye tafiti, tuhakikishe hii mimea tiba yote kama taifa tunaitambua, lakini pia tuanze kuitumia. Hiyo itakwenda sambamba na lishe iliyo bora, ulaji ulio bora. Wengi, kwa mfano hapa katikati ilitokea malumbano kwamba waziri anakuambia kula matunda ya aina moja, mwingine anakuambia changanya matunda aina mbalimbali. Sasa ule kuna sintofahamu, lakini kwa Mtanzania ukimweleza jamani hatujui jinsi ya kula, mwingine anaweza akaona kula, yani mimi mtu mzima miaka na miaka unaniambia sijui jinsi ya kula. Lakini tuliongea na profesa mmoja, nafikiri nilikuwa India ama Italy, nikakutana na profesa mmoja, tukaongea story nyingi sana kwenye mambo ya lishe, lakini akanipa mfano mmoja. Akaniambia kama ardhi ni kame, utakacho kimwaga kimiminika, ile ardhi itanyonya ile. Akaniambia mfano huo ndivyo ambavyo binadamu anavyosikia njaa, mwili unakuwa una uhitaji kile unachokwenda kukiingiza mwanzo
lazima kiwe kitu bora ili mwili unyonye kile kitu bora kwa lishe. Lakini unakuta mtu ana njaa sana bwana, nipe soda, anabuguja au nipe sijui makemiko gani, anabuguja. Alafu anakuja anakula baadaye matunda nini, wakati sasa mwili ushanyonya ambavyo sivyo. Lakini pia akaniambia wakati mwingine unaweza ukaenda ukala kidogo sana ukashangaa umeshiba. Lakini mwingine akala ni chakula likublingi lakini akamwambia bado sijashiba. Kwa sababu gani? Mwili unafahamu, mwili unatambua kwamba ukipata kile unachokitaka tu basi unatosheka. Sasa ndio hii ambayo imetuelekeza na sisi tukasema lazima tutapewa madaraka tuhakikishe tuwekeze kwenye utafiti, lakini pia lishe zilizo bora, na lazima tuembezane. Hili ni somo, kwa sababu wataalamu wa lishe ni watu wamesomea. Tusichukulie tu kwamba nikienda nipe wali na maharage na nini nakula. Kuna lazima watu tuelewane kwamba tunakula hivi tule hivi, mwili wangu unahitaji nini. Na hapo tungesema tumeenda kwenye teknolojia. Pia teknolojia na sasa hivi tunakwenda kwenye hali ambayo unaenda unashika hivi nakwambia bwana kaongeze starch kiasi hichi, kaongeze protein kiasi hichi ili mwili wako uweze kukaa sawa. Kwa hiyo ndiko ambako tunakwenda. Ndio maana kipaumbele vyetu ni kilimo, viwanda na teknolojia. Ambavyo vyote hivi, kilimo kimeingia sehemu nyingi kwenye afya, kwenye ajira, kwenye nini, viwanda hivyo hivyo na teknolojia nako hivyo hivyo. Kwenye mambo mbalimbali yote vimeingia. Okay. Na haya mambo matatu ndo ambayo mmesema mtayatumia kumaliza shida ya ukosefu wa ajira ambayo Tanzania tunaona ipo. Vijana wengi wahitimu lakini hawajapata ajira, lakini pia imekuwa pia tatizo ni kama la kidunia hivi. Dunia inapambana kumaliza hivyo. Huu unakuwa ni mwarobaini wa kiwango gani katika kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania ambao wamesoma, wasomi wanakwenda kupata ajira ambao zitasaidia katika taifa? Sasa la kwanza tulisema kupitia hizi nguzo kuu zetu tatu za kilimo, viwanda na teknolojia. Ni ukweli kwamba tunakwenda kutatua tatizo la ajira. Na sisi ukiachilia mbali ilani yetu hii, lakini pia tuna mpango wa utekelezaji. Okay. Tulivyosema tumesema kwamba tutatoa ajira milioni 10 kwa Watanzania wenzetu. Tunao mpango wa utekelezaji. Tunawezaje kwenda kutoa hizi ajira milioni 10? Sasa baada ya kitabu hichi tutakuwa tunacho kitabu kingine ambacho mpango wa utekelezaji wa haya tuliyosema huko. Tunavyosema kwamba tunatoa ajira milioni 10, tuna mpango unasema tutatoaje, zinafikaje milioni 10 ambao tumeainisha kwenye kila sehemu kwamba kwa mfano kwenye kilimo tutakavyofanya hivi tutaweka ajira kadhaa. Tukienda kwenye viwanda hivyo hivyo. Sasa sisi tumeiweka zaidi kuongeza thamani ya mazao yetu ya kilimo. Kwamba kama tunalima pamba labda, badala ya kuuza pamba, sasa tuweke na viwanda vya nguo. Tutoe pamba kwenye mashamba yetu sisi wa Tanzania, tutengeneze viwanda vya nguo vya kutosha, vikubwa na vidogo. Ukienda Bangladesh na huko nini Uturuki na wapi, wana viwanda vingi sana vya nguo. Alafu sasa tupate nguo quality nzuri. Kwa sababu sisi tunayo ardhi nzuri ya kutosha ya kuweza kufanya kilimo, na wananchi wenyewe wanataka wanachotaka waonyeshwe njia tu. Sasa hivi jamani, tuendeni njia hii kama taifa, tunakwenda kufanikiwa. Sasa tukitoa nguo nzuri, nguo bora, tuna uwezo wa kuuza na kuteka soko lote la Afrika. Na sisi mara zote hata kwenye kampeni zetu nimewaambia ndugu zangu wa Tanzania kwamba sisi Tanzania ni China ya Afrika. Na sisi Tanzania tuna uwezo wa kuwalisha wenzetu nchi zote za Afrika, kwanza kichakula, lakini pia hata kihuduma. Kutokana na ardhi kubwa tuliopewa, idadi nzuri ya watu ambao ni karibia milioni 70 sasa, lakini pia ardhi yetu ina rutuba na mvua tunazo za kutosha. Wenzetu wana eneo dogo sana lakini wanazalisha kikubwa. Lakini sisi tuna fursa nyingi. Ukienda kwenye madini, kwenye utalii, ukigusa huko kwenye kilimo ndio useme, ukigusa kwenye uvuvi. Kwa sisi kama Tanzania tumejaliwa sana. Na hata wanavyosema kwamba ni kweli Tanzania ni nchi ambayo inatakiwa isaidie wenzetu Afrika, unaweza ukaiona kabisa kutokana na rasilimali tulizojaliwa, lakini pia idadi nzuri na ardhi zenye rutuba. Ndio maana tukasema kupitia kilimo tunakwenda kufanya kilimo, kuongeza thamani, kwa maana tunakuwa na viwanda. Tunauza bidhaa made in Tanzania kwa wenzetu
wa Afrika, lakini nje ya mipaka ya Afrika, ambao sasa hapo tutakwenda kutengeneza ajira, kwa sababu uhitaji wa pamba ukiwa mkubwa zaidi, watu wataingia kwenye kulima pamba zaidi. Tukifungua viwanda vikubwa na vidogo, watu watafungua viwanda, watu wataajiriwa kule. Lakini pia tukasema kwenye suala la elimu, tuwe na mitaala ambayo ni inaoana, ambayo ni rafiki na soko la ajira. Kwamba bwana, tuna viwanda hapa vya nguo labda kanda ya Ziwa, tuwe na chuo ambacho kinaweza kufundisha vijana wetu. Anatoka kijijini hapa, anaenda chuoni pale, anaingia kwenye kiwanda pale kufanya kazi. Baadaye pata uzoefu na yeye anaona hii mbona na mimi naweza nikafungua kiwanda changu kadogo, anafungua kiwanda kake kadogo, anakwenda. Ukienda nchi nyingine unaenda unakuta viwanda yani vimejaa vidogo na vikubwa. Hiyo ndio inachochea uchumi wa taifa, lakini uchumi wa wananchi moja moja. Kwenye elimu mgusia elimu, na kwenye ilani yenu mmeweka bayana kwamba mtatoa elimu bure hadi chuo kikuu, lakini pia mtazingatia zile kozi kipaumbele. Yeah. Kwa nini mmeamua tu kozi kipaumbele? Kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwa kufanya hivyo inaweza ikawa mnaleta ubaguzi. Lakini kozi gani ambazo mnazizingatia nyinyi? Kwa hali ya dunia ya sasa, huwezi kuiweka pembeni science, kwa sababu science ndio inayokwenda kujenga dunia kwa sasa. Tunahitaji kama Tanzania, kwa mfano maprograma hatuna kabisa, ni vijana wachache sana ambao ni maprograma, ambao sasa hivi kila kitu ni kwenye system. Tunahitaji vijana wazawa wa Tanzania wenzetu watutengenezee mifumo mbalimbali ya kuendesha nchi yetu, mifumo mbalimbali ya kuendesha shughuli zetu sisi kama Watanzania mmoja mmoja. Tusitaki kwamba ninataka kutengeneza mfumo fulani, inabidi nimhae kampuni fulani kutoka nje ya mipaka Tanzania aje nitengenezee mfumo wa hapa kwenye nchi yangu. Na unavyojua hii mifumo anaweza mtu akauchezea kidogo akawa na kuibia, kama ni mapato akakuibia mapato sana, ama akakupotosha. Kwa hiyo ni lazima tutengeneze vijana wetu wa kutosha, wawe na huo uelewa. Tunakwenda kwenye AI. Hata juzi wakati namalizia mkutano yangu kule Nyanda za Juu Kusini, tulizungumza sana. Nikasema bado kama nchi hatujaweza kujiandaa na kuingia kwenye AI ambao sasa imekwenda kwa kasi sana duniani. Lakini sisi kama riadha, wenzetu wameshapiga goti wanataka kuanza kukimbia, sisi ndio kwanza tunafunga viatu. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta tunakwenda kuingia kwenye riadha, ambia mbio mbona zimeshaisha. Hatuna bado, ukiangalia maandalizi bado ni kama hatuna kabisa maandalizi, na dunia ndio inakokwenda. Leo hii ni kwamba ni uwazi usiopingika kwamba lazima huku tunakwenda ajira nyingi zitapotea. Zamani ilikuwa unakuwa na keshia, si unakuwa na nani bookkeeper, si unakuwa mhasibu wa hivi, unakuwa, lakini sasa hivi receptionist naye anapewa jukumu lake. Yeye anaingiza data fulani, mfumo unatengeneza kila kitu. Ikienda kwenye payroll, anaingiza mtu mmoja tu anaingiza data fulani, mfumo unatengeneza kila kitu. Kwa hiyo lazima kuna kazi na kuna ajira ambazo zitapotea. Sasa kama kuna ajira zinapokwenda kupotea, tumejiandaaje kutengeneza soko la wataalamu ili hawa watapoteza ajira huku, lakini huku tukazalishe ajira nyingi zaidi. Unaona? La sivyo ni kwamba ili janga la ajira linakwenda kukua zaidi. Na je, tunavyoandaa kwamba ni tutoe kipaumbele kwenye masomo gani? Ndio maana sisi tumetoa kipaumbele sana kwenye masomo ya science, mambo ya teknolojia haya, ambayo tunajua kwamba baadaye dunia ndiko itakwenda huko. Tunajua kwamba baadaye dunia watu watakuwa maroboti, hatakuwa wanafanya kazi tu. Hata operation anamkaa robot anafanya, na ukiangalia hata kwenye ilani yetu vipo kwenye mambo ya afya. Watakuwa wanafanya maroboti, anakaa hapa anafanya nani. Kwa hiyo lazima sasa vijana wetu tumewatengeneza AI specialist, tumeshawaandaa wa kutosha. Ukiangalia unaona hakuna kabisa. Sasa tunakwenda kufeli. Ndio maana tukaongea na Watanzania watupatie kura nyingi za ndio, ili haya tukapate kuyatekeleza kweli, ili tukainyanyue taifa letu. Na tuna uwezo wa kuwa taifa la kwanza kiuchumi barani Afrika. Uwezo huo tunao. Na ndani ya miaka 5 sisi Sauti ya Umma tunaamini kabisa tuna uwezo wa kulinyanyua kwa kiwango kikubwa taifa letu la Tanzania. Mmesema kwamba mna malengo yenu, mkipata nchi mkapewa ridhaa ya kuongoza, mnataka kuanzisha mfuko wa ubunifu kwa vijana na wanawake. Mnalenga nini hadi kusema kwamba sasa mnataka mje na mfuko maalum? Nakumbuka vijana na wanawake pia katika serikali
ambayo ipo madarakani wanapewa pia mikopo ile 10% kwenye halmashauri. Kwa nini nyewe mnakuja na huu mfuko maalum? Tumelizungumza hivyo kwa njia kuu labda 2 au 3. Moja, tumeona kwamba ipo haja ya kuweza kuvitambua vipaji vya vijana wetu, kuvikuza, kuvilea ili baadaye tukavitumie. Wapo vijana wengi wa Tanzania mpaka vijijini huku ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini hakuna mfumo wa kuweza kuwatambua huyu kijana ana ujuzi fulani, huyu kijana ana kipaji fulani. Kwa sababu lazima sisi tumelenga kwamba lazima na sisi tuwe wabunifu, sisi Tanzania tuwe wagunduzi. Tusije kuona kwamba kuna Mchina katengeneza kamera fulani, sisi tuende tu tukanunue. Yule Mchina ni binadamu kama sisi. Sisi vijana wetu, kwa nini hatuwatengenezei mazingira ya kufanya hivyo? Kuna vijana mbalimbali unaona wana ujuzi kwenye mambo ya kitaalamu, wana ujuzi kwenye mambo ya taaluma, wana ujuzi labda kwenye michezo, utamaduni. Kwa hiyo ni kwamba ni lazima kuwatambua. Ukishawatambua wale vijana, sasa unawalea. Kuwalea na kuwakuza kwamba kutokana na fani yake huyu, hebu tumpeleke sehemu fulani akaongeze uelewa wake, akapanue IQ yake, ili baadaye atakaporudi nchini aweze kutengeneza mazingira mazuri ya taifa letu, lakini pia atakachokifanya, atakachokibuni, anakwenda kutengeneza pia na ajira ya Watanzania wenzake, kwa sababu hatofanya mwenyewe tu. Mwisho wa siku atasema sasa nahitaji watu 200, 500 waingie tusaidiane kwenye jambo hili hapa. Ndio maana tukasema ipo haja kubwa sana ya kuweza kuwawezesha vijana, na vijana nao tumeangalia hata masuala ya usawa kwamba vijana tusisahau kundi pia la vijana wa kiume. Tuangalie usawa wa watoto wetu wa kike lakini na vijana wa kiume. Ndio maana tukasema tunavyokwenda kutengeneza mfuko maalum hawa wabunifu au kutengeneza kama mashindano, kwamba unakwenda jamani tunataka tuwe mashindano, watu mtuelezee vyanzo vya mapato vya kama taifa. Tusifikirie kwamba ikifika kwenye bajeti tuongeze kwenye sigara, kwenye pombe, si kwenye nini. Tushirikishe Watanzania wenzetu. Inawezekana kuna mtu yuko Kigoma akasema hapa wilayani kwetu 1, 2, 3 kikifanyika kuna chanzo cha mapato hapa kwa taifa, na mwingine yuko mkoa X, mwingine Y, mwingine wapi, unaona. Kwa sasa tukishirikisha hiyo, naamini kwamba tunapata kupata vyanzo vipi vya mapato, tunakwenda kutengeneza ajira pia nyingi kwa vijana wenzetu wa Kitanzania. Na hivyo tukitengeneza ajira, tukitengeneza vyanzo vya mapato, ina maana kama taifa tunakuwa na mapato mengi zaidi ambayo yatatuwezesha kama taifa kuweza kulijenga taifa letu kwa pamoja na kwa spidi. Kwa sababu kwa hali iliyopo tunatakiwa kwenda kwa spidi kwa sababu tumechelewa. Tunatakiwa kwenda kwa spidi ili sasa tuweze kweli kufikia level ile ya Watanzania ambao Tanzania Mungu aliyotupa. Hapa tulipo hatukupaswa kuwa hapa. Nchi ilikuwa iwe mbali kuliko hata ilivyokuwa Libya. Mbali sana, lakini bado natakiwa sasa wananchi watuchague sauti ya umma ili tuende kutekeleza haya. Tutekeleze haya ndani ya miaka 5. Nakwambia mtakavyonialika hapa mtaiona kwamba kweli rais tulikupa miaka 5 na tumeiona Tanzania ulipoifikisha. Kwenye maelezo yako sasa hivi umezungumzia swala la usawa wa kijinsia na umekuwa ukilisemea hilo kwenye majukwaa mbalimbali. Lakini wewe umekuwa wazi kwamba usawa wa kijinsia lakini hautomwacha mwanaume kama kichwa cha familia. Kuna watu ambao wanaonekana kama hawajaelewa kwenye hilo eneo namna ambavyo umelisemea. Wewe mwenyewe ulikuwa unataka Watanzania waelewe nini unapozungumzia hilo? Unajua, ninapozungumza hivi si kwamba nakandamiza akina mama, hapana. Lakini hali unavyoiona kwenye mambo ya usawa kama Watanzania tumeshafanikiwa sana. Ndio maana unaona mpaka leo mpaka rais tunaye mwanamama. Kwa unaweza kuichukulia kwamba kama taifa tumefanikiwa sana. Lakini ukifanya uchunguzi vizuri unaona kwamba tunatengeneza wanawake jasiri na wanaume waoga sana. Sasa ipo shida kwa sababu nature itabaki kwa nature hivyo hivyo. Na mwanamume kwa nature alivyo kama kichwa, kama inavyokuwa kama familia, haiwezi kubadilika. Na tukitaka kuibadilisha tunaweza kwenda kuumia
kama taifa, lakini pia hata kama dunia. Ndio maana tukasema tunataka usawa, ni umuhimu, hatukatai, lakini vijana wa kiume tusiwasahau. Tusinyanyue sana wanawake alafu ikafika kesho tukaanza na kazi nyingine ya kunyanyua wanaume. Sasa wakati tunanyanyua wanawake tumeshajitahidi sana. Sasa na hao wanaume tusiwaache chini nao. Tuwanyanyue kwa sababu tunataka usawa, maana usawa tunataka twende pamoja. Sasa tusinyanyue wanawake sana, wanaume wakabakia chini. Ndio hasa mimi nalopigia kelele, kwa sababu kwa uchunguzi tuliofanya tunaliona kabisa hii tukifanya mchezo tukienda tunavyokwenda huko mbele tunaenda kupata janga. Kwa lazima tuangalie usawa huu, lakini pia huo usawa kweli. Wanawake na wanaume wote vijana twende pamoja sawa. La sivyo tafika vijana wetu huko mbeleni tutakuwa tunaongea mengine. Na bila kijana wa kiume na mwanamama hatuwezi kujenga familia, hatuwezi kujenga nchi, hatuwezi kujenga dunia. Kwa hiyo ndio maana tukasema huko umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha huu usawa tunaenda nao, tunanyanyua mama zetu, lakini bila kusahau vijana wetu wa kiume. Kuna eneo ambao umeligusia hasa la mapambano ya rushwa. Umesema kwamba mtapambana na rushwa kwa uwazi na kwa kutumia teknolojia. Tusaidie hapa Kiara. Nini ambacho mnakwenda ukifanya ili huo uwazi tuuone kwenye mapambano ya rushwa ambayo yamekuwa yakisemewa, yakikemewa kwa miaka nenda miaka rudi, na namna ambavyo teknolojia itaingia hapo? Msemo wa wazee wetu walisema rushwa ni adui wa haki. Lakini hata kwenye vitabu vyetu vya dini vimeandikwa na vinakataa kabisa. Sasa sisi tunakaa tunaiona kwamba bado hakuna jitihada za kuweza kweli kuitoa Tanzania na kuwa na Tanzania isipokuwa na rushwa. Hatujaona kama TAKUKURU wameweza kupewa meno ya kutosha. Lakini pia tukirejea kwenye teknolojia, sisi tumesema hata tozo kwenye miamala tutaziondoza kabisa. Lengo kuvutia malipo ya online na kukataa malipo ya keshi. Ili inavyokuwa online ina maana wewe unalipa bosi mpaka bosi wa juu anaona malipo yamekwendaje. Lakini pia tunavyokwenda kwenye teknolojia hatuonani. Na nimepata control number, nimelipia, sijaona chochote. Tumeenda kwenye maswali, wewe umenikadiria kodi, mbona kama ni kubwa, ni online tu. Nimejibu, nilichokijibu kila mtu kakiona, kiko wazi. Na mimi nilivyopewa figa, nimeona malalamiko yangu, yoyote yule anaweza kuyaona, kweli huyu umemwonea, na hatuonani wala hatujuani. Ndio maana tunakwenda kwenye teknolojia, ina maana hata hiyo mwisho wa siku inakwenda ni robot anakuwa ametengeneza hizo control number, system imetengeneza. Kwa hiyo wala sio kama Kiara au Nurdin ametengeneza hii control number unadaiwa hivi au nini. Mahesabu yale kumbe imepiga, ni system imepiga, imekutumia. Kwa hiyo hata kama ninavyo chat, si chat na binadamu, ni system. System okay, hapa umekosea, hapa umekosea. System inaonyesha kweli imekosea, inarekebisha, inaletea malipo yaliyo sahihi. Kupitia hapo tunakwenda pia kupunguza mambo ya rushwa ili haki ipate kutendeka. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kutumia teknolojia ili kupunguza mianya ya rushwa sehemu mbalimbali. Kwamba naomba kibali labda kule kwenye utalii, kule Arusha kuna machangamoto mengi sana kupata mambo ya vibali, mambo ya camping na nini. Naomba kibali. Sasa hivi unaweza kuomba kibali kwa barua, TANAPA watakujibu muda na siku wanaotaka wao ambao hawajui. Kwa mfano unakuta kuna case mtu anakuambia nina wageni 2000 wanakuja mwakani mwezi wa 6 Tanzania. Hao wageni wengi ni VIP. Nataka niwape huduma nzuri. Camp yangu nataka niirekebishe. Lazima uombe kibali TANAPA. Sasa TANAPA kule inaweza mpaka unafika hujapewa kibali kwamba sasa hebu fanya marekebisho basi. Mwisho wa siku nikishindwa kufanya hivyo, wanavokuja watalii wanakuta huduma ambayo sio nzuri. Kumbe mimi miliki wa ile camp nilikuwa nataka nitengeneze huduma nzuri. Nikitengeneza huduma nzuri, ninatengeneza sifa si tu kwa kampuni yangu, bali kwa taifa.
Kwamba tumeenda Tanzania tumepata huduma nzuri na nini, Tanzania ni nzuri, kumbe kutokana na kempi yangu nimehudumia vizuri. Sasa kibali kile kukipata inachukua muda na hakuna muda maalum nitajibiwa lini. Sasa tukienda kwenye system, request kwenye system imenijibu kutokana na vigezo hivi na hivi ambao system sasa vijana wetu wa Tanzania wameitengeneza. Kutokana na vigezo 1 2 3, wewe huwezi kupata permit hii. Kutokana na vigezo hii umepata ndani ya muda fulani. Sasa unakuta nimekwenda nimekopa hela ya kufanya marekebisho ninayo benki kule, marejesho naanza kulipa, huku TANAPA hawajanipa na nini nifanye, huku wageni wangu wanakaribia kuja na mimi nataka niwape huduma nzuri ili kesho mwaka ujao niweze kupewa tena tenda. Unaona, niweze kupata wageni wengine waone bana Tanzania ni nchi nzuri na kampuni X ni kampuni nzuri, itumie, nenda mtaenjoy nyinyi kama watalii. Kwa hiyo ndio unaweza kuona umuhimu wa teknolojia katika kupunguza rushwa, kwa sababu kama haunijibu kwa wakati ina maana unataka nipenyeze kitu ili nipate majibu. Sasa mimi nataka na wageni 2000 wamenipa madola laki kadhaa, milioni kadhaa. Hawa wakiondoka baada ya miaka 3 kuna kundi fulani litakuja, kwa sababu hawa watakuwa mawakala wangu. Sasa nataka nikarekebisha haraka. Kule mbona wananipi kibali? Kwa sababu na mimi pia nikiwahudumia vizuri, natengeneza mazingira mazuri ya pesa, kesho itakuwa rahisi hata kuvutiwa, hebu ngoja nikafanya hivi wanipe kibali nitengeneze bana, mimi nitakosa hela. Kwa pale unaweza kuona ni mazingira gani natengenezwa, mwisho wa siku unakwenda kuingia, hata wewe ulikuwa utaki kutoa rushwa, unakwenda kufanya makosa ya kutoa rushwa na yule anayepokea naye anatoa rushwa. Lakini ingekuwa system, aje bwana huyu kaomba kwenye system, basi mimi na jukumu langu kama mtendaji sijajibu, bosi wangu naye anaona hii email mbona hujajibu, hiyo kuna alert hapo inakuonyesha mbona ujibu, leo ni siku ya pili, mbona hivi mbona vile, mbona hujaforward kwa fulani. Sasa unaweza kuona umuhimu wa teknolojia katika kupunguza na kuondosha rushwa. Tukiondosha rushwa kabisa katika nchi yetu, kwa kweli hata maendeleo, ukiachilia mbali kwenda kutenda haki, lakini hata maendeleo ya taifa yatakuwa yanakwenda kwa spidi. Kwa sababu unataka hichi, nafanikiwa na maliza. Situmii muda mrefu wa kufuatilia, sijui nataka hati ya nyumba naenda kila siku nagonga hodi, kumbe naenda mara moja nimefanikiwa, naenda upande wa pili nafanya jambo lingine. Unaona? Na mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukafanya mambo mengi kwa wakati mdogo. Tukifanya mambo mengi kwa wakati mdogo, tunakuza kipato chetu sisi kama Tanzania, au kama mimi kama Mtanzania, lakini pia pato la taifa. Kwa sababu nikipata hati nimepata, nitasema nikaombe mkopo benki, nitaomba mkopo benki, nitajenga nyumba ya kuishi au ya biashara, nikijenga vile nitaajiri mafundi, nitanunua simenti, nondo, nini na nini. Kwa hiyo lakini sasa umekwenda hati yenyewe nimekosa. Siwezi kupata kibali cha ujenzi, sina hati. Nakwama hapo. Ninavyokwama hapo, nimekwamisha ajira pia. Fundi na muuza vifaa naye amekwama. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa jinsi gani kutumia teknolojia inaweza ikasaidia kukuza pia uchumi na kupunguza au kuondosha kabisa rushwa katika taifa letu. Majaliwa, tunakwenda kwenye dakika za salama ambapo sasa macho na masikio ya Tanzania ni Oktoba 29 ambako watu wanatakiwa kwenda kupigia kura. Mmeyazungumza haya yote kwenye majukwaa na leo tena unazungumza na Watanzania. Neno lako nini katika kuhakikisha kwamba wanatoka kwenda kupigia kura? Jambo la msingi, tumezungumza, tumeongea, tumezungumza na Watanzania wenzetu kuwaomba kura ili twende tukashinde. Sasa hoja nzuri tulizoziweka kwenye ilani yetu na yale ambayo tumezungumza na Watanzania wenzetu sehemu mbalimbali na kupitia vyombo vya habari kama hivi, ili tuweze kwenda kuyatekeleza ni lazima tupate kura za kutosha. Ili tupate kura za kutosha ni lazima Watanzania wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura na wakatupatie sisi Sauti ya Umma na mimi Kiara kura za kutosha. Sasa rai yangu ni kuomba wajitokeze kwa wingi tarehe 29, kwanza kwenda kupiga kura, lakini pili kwenda kunichagua mimi. Kura hiyo yani kanidondokee mimi Kiara, watiki pale kwangu. Ukiona Kiara watiki pale pembeni ya boksi yangu, ili sasa tuweze kwenda kuyatekeleza. Lakini kubwa na la msingi zaidi, itakuwa ngumu kama mimi Kiara nashinda urais alafu amani ya taifa haipo. Na sisi kwenye kauli mbiu yetu tumeweka wazi kipaumbele chetu au kauli mbiu yetu ni amani, uadilifu na maendeleo. Tukiamini
tunavyokuwa na amani na tukawa na uadilifu, ndio tunakwenda kama taifa kuwa na maendeleo. Ina maana rai yangu kubwa sana ni kuwaomba Watanzania wenzetu waweze kudumisha amani yetu. Tujitokeze kwa wingi, tukapige kura. Basi twende, kama tunakwenda majumbani au kama kuna shughuli ya kuweza kuendelea kufanya, basi tukafanye kwa amani. Lakini kubwa zaidi, tumtangulize Mungu mbele. Ni siku muhimu sana, na siku wale ambao watakuwa mapumzikoni, basi kwa muda wao wasali, waombe dua kuiombea nchi yetu, tuvuke kwenye kipindi hiki salama. Yule atakayeshinda, kama mimi ni Kyara nimeshinda, basi nitangazwe, niapishwe. Kwa pamoja sasa twende tukaijenge Tanzania yetu moja. Tuachane na matabaka mbalimbali ya kivyama na itikadi, twende tukaijenge nchi yetu kwa pamoja, tukasaidiane katika ujenzi wa taifa moja la Tanzania. Maneno ya kwake mgombea urais kutoka chama cha Sauti ya Umma SAU Majalio Paul Kyara, ambaye tumekuwa naye hii leo katika kipindi chetu cha mwisho cha wafahamu wagombea urais. Umesikia matamanio yake kama Watanzania watakuwa tayari kumpa nafasi ya kuongoza baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Ameeleza yote, vipaumbele, hali kadhalika pia na ilani ambayo watakayokwenda kuitekeleza. Nikushukuru sana Paul. Nikushukuru sana Nurdin. Nikushukuru sana. Naam, na kwa nukta ndo tunafikia tamati. Kumbuka ya kwamba kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura Oktoba 29, ndicho kitu cha msingi. Nami naitwa Nurdin Selemani. Nikushukuru kwa wakati wako wote ambao ulikuwa ukitenga kwa ajili ya kuangalia kipindi hiki cha wafahamu wagombea urais. Nikutakie kila laheri. Endelea kutazama UTV.